kama ambavyo Mheshimiwa Rais ameagiza. Lengo la pili ilikuwa kupitia utatuzi huo ni kutoa elimu kwa umma. Unapotatua hili na wengine wanajifunza. Na sio tu tulioko pale uwanja wa Tangamano, ile program ilikuwa live na ilikuwa inafuatiliwa nchi hiyo. Ndio kwa wakati wasaidizi wangu wanachagua, walikuwa wanataka kujua kila mmoja ana tatizo gani. Ana alisema yeye ana tatizo la mirathi, lakini baadaye ndio kueleza ni tatizo la ardhi. Hilo likaleta alama ya kuuliza. Lakini tulipokuja hapa jana katika kuongea na balozi pale, nilimpa nafasi Mheshimiwa Umi pale kwa sababu alikuwepo, na haki ya msingi nataka kila watu wafanye nini, wasikilizwe. Usimhukumu mtu pasipo kumsikiliza. Sasa Mheshimiwa Umi naye aliongea. Tumekuja jana, tulijaa zaidi kuliko leo. Leo mkuu wa mkoa na rasi wako bize na kazi nyingine za kiserikali. Katika maelezo ya jana nilisema pia mwanzo mpaka mwisho wote kwa pamoja hatukuona Mheshimiwa Umi anaingia wapi. Tuliona huko serikali ya kijiji, tuliona hapa shamba la marehemu mzee Mtuveka, na tukaona Tawode. Siweziona pande tatu. Kwa Mheshimiwa Umi hatukuona. Na jana kuna nyaraka hazikupatikana. Moja ni hii ambayo dadangu Ana alisahau. Ya pili hii ambazo ameleta mwenyekiti wa baraza. Na tatu leo tumepata faida ya kupata nyaraka za usimamizi wa mirathi. Nyaraka ambazo tulizitaka sana jana lakini hatukuzipata. Sasa katika kutafakari jambo hili kuna mambo ya msingi mimi nimeainisha. Jambo la kwanza ni umiliki wa eneo lile. Umiliki wa ndio jambo la kwanza. Jambo la pili, masharti ambayo serikali ya mtaa, serikali ya kijiji wakati ule na serikali ya mtaa sasa yanayaweka kwa wamiliki wa maeneo katika mtaa wetu. Jambo la tatu ni mlalamikaji. Na Ana kwa Januari mbele ya macho ya sheria nani mlalamikaji. Na jambo la nne na la mwisho ni tuhuma dhidi ya Mheshimiwa Umi Ali Mwalimu, mbunge na waziri mstaafu. Ngaji kwa waziri unaweza kustaafu ukarudi tena. Sasa tukianza na jambo la kwanza la umiliki, kwa nyaraka zilizozipata eneo lina wamiliki wawili, yaani ni double allocation. Mmiliki wa kwanza ambaye ni familia ya marehemu Leonard Mtuveta kwa mujibu wa nyaraka hii, ambaye aliyoisaini alikuwa mtendaji wa kijiji na leo tunaye kathibitisha kwamba ni saini yake, analijua eneo na anamfahamu marehemu mzee Mtuveta. Lakini la pili, mwenyekiti naye ametupa maelezo hapa
na minutes tulizipata jana kwenye nyaraka kwamba eneo hilo tena limetolewa kwa TAWODE. Kuna wamiliki. Tunapokuwa na wamiliki wawili kwenye eneo moja, tuna tatizo. Tukiwa na tatizo, tunakwenda kwenye kiini cha tatizo. Kiini cha tatizo hapa ni serikali yako ya mtaa. Mmetoa eneo umiliki juu ya umiliki. Tatizo sio TAWODE, tatizo sio UMI, tatizo sio MTUVETA. Kwenye hili hoja ya kwanza, tatizo ni serikali ya mtaa. Ni sawa na mwanamume, unamwona mwanamke mzuri mtaani, unampenda, ukamtongoza yule mwanamke, akakukubalia pasipo kukuambia kama ni mke wa mtu. Kosa ni la yule aliyekubali. Kosa ni la yule aliyekubali. Alipaswa kusema mimi mke wa mtu. TAWODE wamekuja, mmewakubalia pasipo kuwaeleza kwamba eneo hili alishakuwa na mmiliki. Hiyo haijakaa sawa kisheria, na ndo chimbuko la migogoro ya ardhi nchi nzima. Sasa TAWODE wameendeleza ile. Wamewekeza. Na kwa na kosa lolote kwamba ukijua eneo ni la nani. Walikuwa wanajua ni serikali ya kijiji, mmetuingiza kwenye matatizo. Nimeangalia masharti tunayoweka, na mtaalamu wa ardhi, nakushukuru sana umekuja leo. Kushindwa kufanya kazi kwa sababu ambazo hazieleweki kwa muda wa miaka 2 mfululizo, kijiji kina haki ya kuchukua eneo lake. Hii inakinzana na sheria ya ardhi. Sheria ya ardhi inasema miezi 36, miaka ikipita unampelekea notice kwamba kaka, ulikuwa na eneo umeshindwa kuliendeleza, tueleze kwa nini tusikunyang'anye. Sasa mwenyekiti, notice wale uliwapelekea, maana ndio sheria ya ardhi na mtaalamu iko pale. Siamui mimi, ni sheria ya ardhi ndiyo nataka hivyo. Sasa kwa kuwa serikali ya kijiji ni ndio mmelikona, uchukua eneo la watu, unawapa watu, mliowapa wameliendeleza. Tunaangalia wapi kuna unafuu. Kama wameshawekeza zaidi ya milioni 300, wamejenga, na mradi ule sio wa UMI Mwalimu binafsi, ni taasisi na ni kwa faida ya. Alisema jana ana kwamba nani mwanamke bora hamjamuingiza, maana ameshaona faida ya taasisi. Kwenye hili kijiji, maelekezo yangu na mwakilishi wa mkurugenzi usimamie kijiji, tafuteni ekari 40 muwape familia ya MTUVETA kama fidia. Tafuteni ekari 40 muwape. Mwakilishi wa mkurugenzi, nataka litekelezwe ndani ya siku 7 kutoka leo. Mmewadhulumu eneo lao, mmewadhulumu yatima na mjane. Na jana hapa mmeniongopea kwamba huyu MTUVETA si hatumjui kabisa, labda alikuwa anakuja tu kuchunga na kuondoka.
Katibu anasema anamjua, hata akifufuka anaweza akamuona. Kasema hapa, sio? Katibu, Mungu akubariki sana. Kauli yako imetibu nafsi zilizojeuliwa. Ndio maana Januari kalia, umetibu nafsi yake. Umeongea ukweli mbele yetu sisi na mbele ya Mungu. Mwenyekiti na serikali yako, ndani ya siku 7 mwape eneo msipowapa, tuwapelekeni nyinyi mahakamani na gharama za kesi zitalipiwa na Wizara ya Katiba na Sheria, sio hawa tena. Si haki, tusifanye hivyo. Sasa kama wewe mwenyekiti unafanya hivyo na serikali yako pale sio na mkutano mkuu, haya sisi mawaziri tufanyaje sasa? Maana tuna mamlaka makubwa kuliko hiyo. Si tutakuwa tunachapa watu viboko barabarani sasa? Ukiuliza mimi waziri unachapa watu viboko. Tusifanye hivyo. Ardhi ya Tanzania ni ya Watanzania wote. Na msimamizi mkuu ni rais. Rais amekasimu kwa mtu huyu mmoja, kamishna wa ardhi. Hata waziri wa ardhi hajakasimiwa mamlaka yake. Sisi tumeelewana. Ndani ya siku 7 nipate taarifa familia imepewa ekari 40 na nyingi fidia ya rais. Sasa hapa hatuwezi kurudisha tena kwa sababu umeshafanya nini? Maendeleo. Tutaleta mgogoro mwingine. Tunachotakiwa ekari 40 tunapewa. Tutachukua namba ya mkurugenzi hapa, mwasiliane na nyinyi na nipate. Mkurugenzi, simamia zoezi hilo. Haya ndio natoa maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Na nimeongea naye jana kuhusiana na mgogoro huu aliofuatilia kwenye vyombo vya habari. Haya ni maelekezo yake na lazima yatekelezwe. Jambo la pili, mkabadilishe serikali ya kijiji masharti haya yaendane na sheria za nchi. Ukienda kwenye ofisi ya halmashauri ya ardhi, watawapeni masharti. Haya masharti nimeweka kijanja janja. Na jana nimewasikia kwa makini sana pale kuja fulani tukamuondoa fulani. Sio sifa. Tunatengenezea migogoro. Hatutaki migogoro. Na kama utatengenezea migogoro ambao umekwenda kumchafua mheshimiwa mbunge bila sababu. Jambo la tatu, msimamizi wa miradi. Na wewe una kiapo chako kimetekeleza. Naomba nikusomee. Mbele ya mahakama ya mwanzo Mwang'ombe. Kwanza ni mirathi namba 11/2019. Mbele ya mahakama ya mwanzo Mwang'ombe. Msimamizi wa mirathi ya Leonard Salum Mtuveta. Leo tarehe 18 ya mwezi wa 3 2019. Januari, Leonard Mtuveta ameteuliwa kuwa msimamizi wa mirathi ya marehemu Leonard Salum Mtuveta aliyefariki mnamo tarehe 11 mwezi wa 5 2018, akiwa ameahidi kusimamia mirathi hiyo kwa wema na uaminifu kama ilivyoelezwa hapa chini. Kwa wema na uaminifu. Wewe baada ya kuenda kwenye baraza ukapewa barua kutekeleza wajibu wako kama msimamizi wa mirathi, ni lazima nikueleze ukweli. Ulijiangusha wewe mwenyewe, umemwangusha marehemu baba yako, umeiangusha familia yote. Ulipaswa kuchukua nyaraka zile na kwenda kwenye Land Tribunal. Land Tribunal, kama una wakili, kuna fomu unajaza. Fomu tu. Unafungua kesi, inaendelea. Ndicho kiapo ulichokula mahakamani.
gharama za kuendesha hiyo, hata kwa kukopa ungekopa, kwa sababu kama msimamizi wa mirathi unaweza ukaingia madeni katika kusimamia mali ya marehemu, kutekeleza wajibu wako. Hiyo fundisho kwako na wengine katika kutekeleza wajibu wa msimamizi, na unatakiwa utatekeleza hivyo. Huwezi kukaa hiyo mali milele kama msimamizi wa mirathi. Ukishamaliza kulipa madeni yote, kila kitu, unagawa ile mali kwa warithi wote, unapeleka taarifa ya mwisho mahakamani, inaitwa final accounts. Lazima utekeleze wajibu wa mjibu wa nini? Mwenyekiti, wewe ulitenda haki na baraza lako mlitimiza wajibu wenu, mliwasikiliza, sababu kazi yenu ni kusuluhisha. Mkashindwa kusuluhisha, mkawapa barua waendelee mbele ya safari. Mwenyekiti, umetimiza wajibu wako, endelea kutimiza wajibu wako. Na hii ndio faida ya kuwa na viongozi wanawake. Simeona jamani? Mwenyekiti si mwanamke, ametimiza wajibu wako. Jambo la mwisho ni hili linalomhusu mheshimiwa mbunge na waziri mstaafu. Kwa maelezo haya, moja, mheshimiwa Umi hayupo kabisa. Wenda kwamba eneo sio yeye, ni TAWODE. Kisheria taasisi ni tofauti na mtu, hata kama huyo mtu ni sehemu ya taasisi. Kwa mfano wewe msimamizi wa mirathi Januari, yaani msimamizi wa mirathi ni tofauti na wewe Januari. Wasimamizi wa mirathi wengi wanadhani zile mali zitaandikwa kwa jina lake ni za kwake. Zinaandikwa Januari Mtuveta, msimamizi wa mirathi ya Leonard. Hiyo mali sio ya kwako. Ila lazima ujitofautishe kati ya Januari na usimamizi wa mirathi. Na huku hivyo hivyo TAWODE ni taasisi. Ni taasisi kama zilivyo taasisi nyingine. Kama ambavyo kuna vyama vya siasa. Rais Samia ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Kabla yake walikuwepo wengine 6. Si tunawajua? 5. Si tunawajua? Ndio. Wale kama wameondoka, si chama kipo? Kipo. Chadema kule. Mboya ameondoka, si Chadema ipo? Kipo. Na TAWODE hii hata Umi atakuja kuondoka mwenyekiti, TAWODE itafanya nini? Itakuwa. Lazima tutenganishe hizi nafasi mbili. Kitendo cha kumtaja Umi pale kwenye mkutano, dada yangu Ana, ulipotoka kwa kujua au kwa kuto, na kama alivyosema jana, imekwenda kwenye vyombo vya habari. Januari ndio ndio cha kuchukua dispatch kumfuata Dodoma na nini, na wewe ulipotoka kwa sababu uliamini kwamba huyu ni Umi tu, lakini hapo tuko wazi, kumbe Umi hausiki. Na hata TAWODE yenyewe haina kosa lolote, ilikwenda kuchumbia wenye binti, hawakusema kama binti yetu sisi tushamuoza, wakachukua mahali nyingine. Ndio maana nasema mwenyekiti katuingiza chaka, lawama kubwa na mwenyekiti. Kwa mgogoro huu kisheria ni mgogoro wa mwenyekiti na serikali yake pamoja na familia ya wala hata TAWODE au si. Basi tu wamekuka katikati ya vita. Risasi zimewakuta katikati. Sasa kwa kuwa tumegusa nafsi za watu, tumemuumiza mheshimiwa Umi Mwalimu, tumemshushia hadhi yake, tuna wajibu wa kusafisha. Kwamba jamani, baada ya maongezi haya ya leo, mheshimiwa Umi hausiki kote. Hausiki kote. Hata TAWODE yenyewe hausiki kote. Tatizo liko kwenye serikali kwa kutoa eneo na kuwapa watu eneo ambao wanajua ni
Tumuombe radhi ndio wanadamu wenyewe. Hata mimi nakuomba radhi Mheshimiwa Umi, ndio wanadamu wenyewe. Hatuna mwanadamu mkamilifu. Tumekukosea, tumekushishia ahadi yako pasipo kukusudia. Kwenye hili nategemea na wenzangu pia watachukua muda kuomba radhi ili kusafisha. Matarajio yangu ni matarajio ya serikali ya Mama Samia, ni matarajio ya serikali ya CCM ya awamu ya 6 kwamba mgogoro huu utafikia mwisho. Na ili ufike mwisho ni ndani ya hizo siku 7 serikali ya kijiji, sio? Mkawape hawa ekari 40. Haki ya mtu haipotei, inaweza ikachelewa. Kwa hiyo na msamaha una gharama, sio jamani? Tunaulipia? Hapana. Lakini unatibu. Na wewe umesema unamuunga mkono Mheshimiwa Umi. Ndio muda wa kumuunga mkono sasa. Jina unaitwa nani? Musa Kichumi. Musa Kichumi. Mwambie 50 mdogo wangu mkurugenzi. Nataka utekelezaji wa jambo ndani ya siku 7. Tuwasiliana namba za simu na mkurugenzi. Ndani ya siku 7 nataka awe amekabidhiwa 40 acres na serikali ya kijiji. Sio, tumeelewa? Huu ndio mwisho wa mjadala wetu. Nawashukuruni sana.